Kama nilivyowaambia kunapita miezi 7 ama 8, nimewaambia mujulishe wa ndugu, marafiki na wakazi wa tarafa ya Uvira wanisaidie kuchagua chama. Nimepata warafiki wachache hawakunichagulia chama, lakini wamenambia chama nitakachoingia ndani kinapaswa kufanana namna gani. Hawakutaja jina la chama, lakini wamenambia chama utaingia ndani tunataka kwanza iwe chama yenye inasimamisha mavaleur humaine. Kusema natia binadamu mbele ya yote, heshima ya binadamu. Cha pili ni chama chenye kinasimamisha ukweli. Cha tatu ni chama chenye kinapenda nchi, kinapenda raia na kinapenda maendeleo. Na hicho chama inafaa kiwe chama chenye kitaleta umoja wa Wakongomani, kitarudisha Wakongomani kwenye kazi. Sisi Wakongomani hizi siku hatutumiki. Chama chenye kitatafuta pesa, kitatafuta maendeleo ya nchi na raha ya raia. Nimechunguza vyama vyetu, nimekuja kuona chama kimoja kipya. Leo kinaeneza karibuni miaka 2. Inaitwa Alliance pour l'alternance et le progrès. Kinaongozwa na mheshimiwa mwalimu Théophile Bemba Fundu. Hicho chama kimeeneza hivyo vyote hayo marafiki wamenambia. Na ndio maana nimeingia katika hicho chama. Uliona ni vema uingie katika chama cha AAP. Sijui kwa mtazamo wako afya ya chama hicho jijini Uvira kwa upekee na jimboni Kivu ya Kusini ikoje? Na swali la pili kuhusiana na hali ya ukosefu wa usalama ambao unaendelea kuripotiwa siku baada ya siku jimboni Kivu ya Kusini, jimboni Kivu ya Kaskazini. Kwa mtazamo wako nini kifanyike ili kwamba amani iweze kurejea na watu wote waweze kushiriki kwenye mchakato wa uchaguzi ambao utaendeshwa Disemba 20 mwaka wa 2023? Ndiyo. Kama nilivyosema, chama chetu kina mwaka 1.5 karibuni miaka 2. Kama tunaangalia makondisyon yenye nilisema mbele juu ya chama, ni kusema integrite ya viongozi na chama chenyewe, sens ya honneur, sens ya verite, sens ya amour ya nchi. Chama chetu kinaongozwa na kiko ndani ya watu wazima wenye kuwa na ile integrite, wenye kuwa na ile honnêteté, na wenye kuwa na hizo kapasite za kuongoza. Kufuatana na hiyo, leo kisha mwaka 1.5, nadhani afya ya chama chetu hapa territoire ya Uvira ni nzuri sana. Ni nzuri sana tena sana. Vipi bwana Steve Matenga? Kama aje? Njia gani? Hali sante ya chama inatambulishwa na nombre ya wamambre wenye wanadere kuchama. Leo mu territoire ya Uvira kisha mwaka 1.5, na hii territoire iko parmi ma territoire yenye tuliimplanter chama nyuma. Mu territoire ya Uvira leo tuko na 422 000 membres. Après une année, je vous assure, ni miracle. Chama, vous pouvez le vérifier au parti, au bureau du parti. Uliza ni kusema sisi kama chama tunajifikiria nini na nini tunawaza inaweza kaleta usalama kwetu. Ndiyo. Unajua vita inafanywa na wajeshi. Vita ifanywe na sisi raia hapa. Vita inafanywa na jeshi. Na mambo yanapitika katika nchi yetu leo ni vita. Haiko raia wanagombana wenyewe na wenyewe hapa. Ni vita, jeshi kigeni jinajivika kama wananchi wanatugombeza. Ni vita. Na mwenye anapigana vita ni jeshi. Na kama mwenye anapigana vita ni jeshi, tujiulize sisi, eske tuna jeshi
yenye inaweza katushindia hiyo vita? Kama tuko na hiyo jeshi iko na vifao vya kushindia hiyo vita? Kama iko na hivyo vifao, kwa nini hiyo jeshi itushindie hiyo vita? Kama hatuna jeshi, tengeneze jeshi. Na kama wana vifao, tuwapatie vifao. Nadhani hakuna njia mbili ya kupigana vita na kushinda vita. Njia ni moja. Naam, asante sana. Ni Placide Kefa, actualiteuvira.net, media en ligne. Tumesikia umeeleza kuhusu parti politiki yako AAP, na hapa nyumbani Uvira raia imeshapokea maparti politiki ya mingi sana. Labda tungetaka kujua nini cha mpya ambayo parti politiki AAP inaweza kaletea kwa faveur ya raia, na wewe en tant que candidat ku deputation nationale, kama vile mtoto wa Uvira, najua nakujua kwamba matatizo za Uvira, tunataka nikukumbushe, kitaja tu barabara, maji, umeme, usalama mdogo na mashomaji ku jeunesse. Kitu gani ambacho parti politiki yako na wewe binafsi unaweza ambia raia ya Uvira kama vile ya mpya na inaleta espoir kwa raia ya Uvira ili wawapeleke mbele? Ni ulizo nzuri na ulizo kubwa zaidi. Ya kwanza, mbele tuongee maendeleo na chochote, nafikiri kila raia, kila mkaaji wa Uvira na mkongomani ajiulize, kama nchi yangu iko mwi hali, kama tarafa iko mwi hali, pari yangu ya responsabilite ni nini? Eske tunajifikiri ya kuwa hii nchi iko mwi hali juu raisi afanye kazi yake, juu gouvernement afanye kazi yake, juu bunge national ama ya province afanye kazi yake, juu liwali afanye kazi yake, ama wa administrateur wenyewe tu? Sisi raia nini tunafanya? En tant que raia, responsabilité tu tunaikamata namna gani? Niwapatie mfano. Administrateur wa territoire wakati aliingia alituambia atalipisha matax maboutique za Uvira, makomer za Uvira, za kutengenezea mjini. Maire de la ville. Nasema kweli ama uongo? Unajua. Nauliza. Amepercevoir tax ndio hapana? Ndio. Tax ziko. Nauliza. Hiyo sauti alitupatia, aliitimiza au hapana? Na kama kuitimiza, sisi raia tulifanya nini? Kama aliitimiza, sisi raia tulifanya nini? Responsabilite ya kwanza yetu sisi. Sio yake. Donc, cha kwanza tujiulize, kila mtu ajiulize pari yake ya responsabilite. Kama kila mmoja wetu abadiliki, hatuwezi kubadilisha nchi. Hatuwezi. Ndio maana chama chetu kinasema cha kwanza mkongomani akwe mtu mzima, mtu responsable. Hapana mtu wakimpa hela mbili unafanya kosa kwa kiongozi anakupigia mikono hapa. Turudie kwa watu. Tuache ubaguzi wa makabila. Hivi ni ndugu yangu anatembea, atembei sawa, ni ndugu yangu basi namfunikia. Tupende nchi kushindia vyo. Responsabilite ya kwanza yetu sisi. Nasona naambia niko kandida, tumana kukumbushe hiyo. So utachagua, ujiulize mwenyewe. Huyu mtu natafuta kumpatia direction ya maisha yangu miaka 5, eska nastahili? Huyu mtu nataka kumpatia direction ya maisha ya watoto wangu miaka 5, eske ni msema ukweli? Huyu mtu nataka kumpatia uongozi wa hii tarafa miaka 5, eske na mapendo, eske ni mzalendo? Anapenda nchi. Ni responsabilite ya kila raia. Na kama tunamchagua, tukumbuke kama uwezo ni wetu, sio wake. Ni mtumishi wetu. Mara kwa mara tuko namkumbusha, mta umetuambiaga hivi tulisikilizanaga hivi na hivi na hivi. Tunafikia wapi? Kama si raia tufanye,
tuize na maprerogative zetu. Mnataka nani ndio turapele azo? Niko naona ukikuwa tatizo Mungu mnafunga barabara. Walifunga fulani injustement, mnafunga barabara, kesho yake wanamfungua. Mungu na ile uwezo na mnajua. Juni mnatumikisha ile uwezo kwa vitu vya ovyo ovyo tu. Vitu vya kuongoza nchi, vya kusimamisha tarafa, mtumikisha ile uwezo. Kwa nini? Kwa nini? Préoccupation na interpellation ya chama changu ya kwanza njoi. Changement de mentalité. Exactement. Kubadilike. Pengine biote vitakuya nyuma hiyo mabadiliko. Kutengeneza hiyo barabara, kutengeneza hiyo vitakuya nyuma hiyo mabadiliko. Kama tukingali tunapenda pesa, tunachukia nchi, tunachukia raia. Naam. Tukiendelea na swali, Bwana Steve Matenga, hapa kesho yake kampeni inaanza. Wewe ni mmoja kati ya wagombea kwenye kiti cha ubunge wa taifa. Upande wako iko kama katika hiyo swali unatoka kujibu hapa. Upande wako wewe unafikiri nini ambayo unaweza kaweka kipaumbele ikiwa utakuwa umechaguliwa, na nini unaweza kusema hii ndio nitaanza kwa kutetea raia wangu wa Uvira kama anakuwa député national? Nini unaona kabisa security, barabara, maji, ukosefu wa makazi, upande wako nini ndio unaona priority yako unaweza kutetea? Na swali lingine, mpaka sasa tujafahamu chama chako iko na mlengo gani. Je, mko kwenye wingi wa uraisi? Je, mko kwenye upinzani? Na kama kwenye upinzani, tuambie upinzani wa aina gani? Asante. Unajua kuwa candidat député au kuwa député, napende hiyo mo parce que nasema uko député, unatumiwa. Donc sio mimi ta définir priorité zangu hapa. Sio mimi. Wewe ndio representant wa ile population. Nafika. Ni univumilie. Sio mimi ta définir priorité yangu hapa. Ndio maana mnamna yetu kutumika kama Alliance pour l'alternance et le progrès. Kila kiongozi, kila candidat anapaswa ingia mu circonscription yake, anafanya ma réunion. Identifier na population quelles sont les priorités de la population. C'est à la population de définir ses priorités. Ndio maana député na débat priorités za population, hapana za kwake. Ni population ndio namtuma ajitumi. Ndio maana kwetu procédure ni élaboration à cahier de charge ya population, ya électeur. Mwiyo cahier de charge on a définir les 7 priorités. Ndio zenye utenda kutetea. Sio priorité zako. Uko unatumiwa na wenyewe walikuchagua. Nikusema ni sauti yao ndio unapeleka, sio sauti yao. Sio priorité zako ndio unapeleka, ni priorité zao. Na ndio maana mkishafanya ile cahier de charge na population, mara kwa mara watakuwa na kuinterpeller, bwana, ulisikilizana ke nilibaambiaka tutatembea hivi. Ni kama hakuna ile cahier de charge tulifanya pamoja. Mtaniuliza conscience. Ni priorité zangu zikoze. Chama chetu parmi les particularités ya kwanza. Élaboration ya cahier de charge ya élu, même haiko ata élu, mais à tous les niveaux de responsabilité na wakaji. Et c'est sur ces priorités-là. Labda hiyo cahier de charge unaelabore wakati gani? Kisha kupita kwenye uchaguzi ama wakati ya kampani? Merci beaucoup. Nazani nilishafanya réunion depuis 2 ans. Nilifanya réunion na wa étudiants wa université yote ya Uvira. Nilifanya réunion na organisation ya société civile. Unatumika hiyo cahier de charge, ça fait déjà 2 années. 2 ans. Na sasa tutaanza campagne électorale. Nitaba soumettre le cahier de charge. Il est brouillon ya cahier de charge. Je m'y valide. Jo namna hiyo. Bwana Steve. Labda swali
chama chako ni chama cha upinzani ama wingi wa rais? Mimi napenda hiyo ulizo sana. Mu français banasema opposition. Mimi sikuwa d'accord na hiyo terme opposition. Niulize kwa. Tuko tunaenda Bukavu. Tunatoka Uvira. Unasema utapita Ngoma. Mimi nasema nitapita Rwanda. Objectif ni moja, si vile? Kufika Bukavu. Ndio. Unachagua njia ya Ngoma, mimi nachagua njia ya Rwanda. Est-ce que tuko opposé? Hiyo notion ya opposition kwangu mimi na kwa chama chetu ni notion mwenyewe deja conflictogène. Tukikuwa na point de vue différent sur un sujet, pourquoi vous considérez que tuko opposé? Pourquoi? En quoi nous sommes opposés? Mimi nasema kujenga Uvira tuanzie kwanza kubarabara. Wewe unasema tuanzie kuumeme. En quoi nous sommes opposés? Nous sommes pas opposés. Nous avons deux vues, deux approches différentes de la résolution d'un même problème. Et nous ne sommes pas opposés. Ça, c'est la première chose. Donc, même concept et opposition kwetu, en tant que chama, Alliance pour l'alternance et le progrès, hatuikamate gisi munaikamata. Tunaweza kuwa na mafikiri mbalimbali juu ya kutengeneza nchi, mais nous ne sommes pas opposés. Objectif ni moja, tutakuwa opposés namna gani? Alors, pour répondre ouvertement kwa question yako. Wakati tulikutana hapa mara nyingine, niliwauliza hivi, depuis Mobutu alienda, la nationale numéro 5, walisha entretenir. Depuis Mobutu alienda, walisha waongeze électricité Movira. Depuis Mobutu alienda, si population ya Uvira ilikuwa ngapi ile wakati? Leo tuko à peu près mu territoire tuko 1,200,000. Ile station à régie des eaux. Bali accroître kwa adapter capacité zake na capacité accroissement population. Hii hôpital yetu général Mubeleji ndio aliacha. Peut-être à l'époque Uvira tulikuwa 100,000. Leo tuko 1,200,000. Bali accroître bajenge ngine hôpital général jua kusema iko na absorber ma maladie ya tarafa. C'est juste des questions. Réfléchis. Sasa kama hakuna rais mwenyesha tutengenezea prendre en compte les réalités. Population à 1960, ça va lijenge l'hôpital et konjo population. Station à régie des eaux à 1960, population a écolé. Électricité même chose. Kama hakuna hata raia moja alishashughulika ile. Maintenant mnataka ni soutenir raia. Na uenda msansi ingine tungependa kujua chama chako kinashindikiza rais gani kwenye mgombea gani kwenye kiti cha urais? Niko na fiki. Mpaka leo chama changu akichagua hata mmoja. Niwaambie kwenye tuko mimi sipaiti opposition. Natuka hatuko na pouvoir. Chama changu kiko mu regroupement alternance. Alternance, avançons na ensemble ni fasi moja. Objectif yetu sisi kama watu wenye weko kumadaraka ni kusema tuwe pamoja. Vous rappelez en 2018 tuchague candidat moja. Juma na leo ni mapema tuambie candidat wetu ni fulani. Lakini kwa sasa en tant que membre alternance, en tant que partenaire ou avançons, donc partenaire wa ensemble mwenye anasimama kule mbele Moise Katumbi. Lakini tunangoja opposition na kuna interpeller opposition ikale fasi moja chague. Bwana Steve Matenga, umeonesha intervention zako kama il faut raia wa Uvira wa changer mentalité na unaonesha pia kama grande responsabilité par rapport na no développement ya Uvira ina revenir ku population ya Uvira.
tunaweza kuitika. Tukiangalia sasa tuko tunaelekea kwenye uchaguzi na punde tu hivi tutaanza kampeni, na kila mara wagombea wanakuja kwenye raia, munichague, na badala kuchaguliwa watakuja kurejea wanaambia raia kama tunashindwa kupeleka malalamiko yenu kwa sababu kule kunakuwa systeme moja, ni systeme tu. Sasa tunapenda kujua le fait qu'on nasema ke chama chenu kinaprone ma valeur, nini itarasire population ya Uvira ke une fois élu, une fois soutenu, ile ma valeur utaziweka en application en faveur ya population ya Uvira. Asante, ni ulizo nzuri. Je vais te dire une chose. Nadhani nisha demisiona hata mara 5 mara 6 maisha. Wote kwenye tulianza kutembea pamoja, kama utembee tena halali. Nilikuwa administrateur wa Radio Okapi. Fondation. Kati niliona tutembee sawa. Nilikuwa directeur de communication na directeur de cabinet adjoint en charge des questions politiques au UNC. Wakati niliona njia yangu haiko tena nzuri, nilitoka. Endelea. Umutu nadhani haiko masemi, ni matendo. Kama unasema tunatuma watu wawatufalie, ndio tunaweza danganyika mara moja, au tunaweza kudanganywa mara 2. Ni wakitudanganya mara 3, kosa iko wale wasema uongo, kosa na kwa hiyo tunakosa hekima. Kama wanarudia kutudanganya mara 4 mara 5, na nuko tu sisi ndio tunakosa hekima. Sio wao. Mwizi akikuingilia leo kudirisha, kesho anakia anaingia tena kudirisha, kesho yake anakia tena ingia kudirisha, ni kosa ya mwizi. Wewe ndio unakuwa pumbavu. Kama huyu kandida anakia kudanganya leo, unamtuma amekufalie kwa kitu. Kisha miaka 5 anakia tena kudanganya, unamtuma akufalie kwa kitu. Kisha miaka ni yeye ndio pumbavu. Yeye wewe. Chuma mimi nasema, nasema responsabilité tunaweza kuikubali. Responsabilité ya raia iko entière. Mais avant la décision quand même, il y a des efforts qui sont fournis pour niveau population. Kama raia ana décision, alors tunaenda mu election joni. Donc on a remettre en cause na sens ya election tuko ndani, haina maana. Kama unasema iko raia ndio anachagua, haiko munju mnatumaga watu. Mais ulijiplaindre tout à l'heure tuko dans watuma watufali. Il y a une contradiction mafikiria kuna masemia. Ndio bwana Steve Matenga Majeko. Najua kwamba ni papi na Ngondo anaongea, Josephat Club de Presse. Ni tangu miaka nyingi ulikuwa na tarajia kabisa kuweza kugombea, lakini 2018 raia Uvira kwa subiri kama utagombea, lakini hakupostile. Na labda wengi wakavunjika mioyo au wengine wakabaki na msimamo. Na umesema vizuri hapa kwamba chama cha AP kiko fondé sur les valeurs humaines, vérité na amour du patrie, yani mapendo ya nchi. Sasa sijui ni wafanya siasa ni mara kwa mara wale ambao washapata madaraka au ambao wanatafuta pate madaraka, kuna gharama formule sasa kopie kole. Ni matusi kwenye radio, discours ambazo ziko déplacé na azifali population kitu. Na sijui ni natuma ili wakandidati au wagombeaji wa siasa wa Uvira au wasikivu au wa Kongo nzima aongee kitu kimoja juu ya maendeleo, lakini wote wana ordre dispersé. Yani ni huyu anatusi huyu anasema vibaya juu ya huyu. Nini itafanyika kwa Steve Matenga Majeko ili tupate wafanya siasa ambao hawatakuwa wale ambao tumechagua siku zilizopita? Asante, ulizo wako ni kubwa sana na ni ndefu. Tapima kuijibu kwa kifupi. Nadhani les valeurs humaines sont connues kwa kila binadamu. Ukweli, honnêteté, probité, respect, vitu vyote vinajulikana vile vile. Ma valeur morale. Kama unachagua mtu unaona ana hizo valeur morale, unamchagua une fois, unamchagua deux fois. Comme je disais tout à l'heure, problème yako ni ya kwako.
Chama chetu kama nilivyosema, parmi maobjectif majeur ni kusema Mkongomani na kama raia abadilike, parce que ule kandida anatoka katika raia, atoki sur une autre planète. Kama mumilie yetu atuprone ma valeur, tunaprone ma anti-valeur, ule kandida mwatatoka mwili milieu yetu ama anti-valeur, mnataka tupatie nini? Tupatie venye kuna vyo. Mais kama tunaanza prone ma valeur si peke, atatupatia ma valeur. Ya kwanza, ya pili, dimension ya pili. Jua nini hatuna ile capacité ya kureklamer de compte benye tuko tunatuma. Alors que ni droit yetu na ni pouvoir yetu. Ni droit yetu na ni pouvoir yetu. Jua nini atuize na ile droit na ile pouvoir. Unataka nani njoo ize na ile droit na ile pouvoir? Kama iko si. Kama tuko na pouvoir ya kunome mtu au kuchagua mtu, tuko vile vile na pouvoir ya kutoa. Tuko na peut-être mtu. Tuko na. Donc je pense que on n'a pas choix quoi assumer par être responsable. Monsieur Steve Matenga, peut-être votre message à la population d'Uvira en français et en Swahili. Wandugu marafiki wakaji wa Uvira, nawasalimia tena na nawaambieni ya kuwa hakuna mtu mwenye atapenda Uvira na mwenye atashughulika na maendeleo na kima ya Uvira kama hatuko sisi wazaliwa na wakaji wa Uvira. Sisi wenyewe ndio tunapaswa kutumikia maendeleo ya kwetu, maendeleo ya kwenye tunaishi, maendeleo ya kwenye tulizaliwa. Tusiwe tunachonga wengine vidole hapa. Ni responsabilite yetu sisi. Tujifunze kuwa na mapendo katikati. Mes frères d'Uvira, mes sœurs, mes amis, tous les ressortissants et tous les habitants du territoire d'Uvira, je vous dis bonjour, je vous salue. Mon message pour le moment, c'est de vous dire que l'avenir de ces territoires dépend de nous et de nous exclusivement. Si nous n'assumons pas cette responsabilité de développer nos territoires, personne ne le fera à notre place. Personne. Je ne veux pas parler des votes ici, même si l'émission c'est spéciale élection. Oui. C'est vrai. Mais ce que je dis ici, c'est d'abord que nous prenions nos responsabilités. C'est vrai que je suis candidat. Je souhaiterais que vous puissiez me lire. Ne me votez que si vous êtes convaincu que je peux aider à changer cette vie. Votez-moi si vous pensez que je peux apporter quelque chose dans la réflexion, dans les changements de mentalité qui sont indispensables au développement que tous nous souhaitons. Mon numéro est le 121. Je suis membre du parti politique Alliance pour l'alternance et le progrès. Alliance pour l'alternance et le progrès est membre du regroupement Alternance, qui est dirigé par Moïse Katumbi Chapwe. Je vous propose cette fois d'assumer votre responsabilité. Et en quoi consiste cette responsabilité? Quand vous serez devant l'urne, réfléchissez, dites-vous que le papier que vous allez glisser dans l'urne, c'est 5 années de votre vie, c'est 5 années de la vie de vos enfants, c'est 5 années de la vie de vos familles que vous mettez dans l'urne. Réfléchissez. Soyez responsable. Na msikilizaji wa kipindi Tribune Populaire Special Election, nafikiri kwamba tunafika mwisho wa kipindi hiki. Mumesikia kwa urefu Bwana Steve Matenga Majekwa ambaye alikuwa mbele ya waandishi habari wa redio mbalimbali za Uvira.